Mahakama yatupilia mbali pingamizi la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika kesi ya uhaini, huku Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo akikutana na kizingiti kingine katika azma yake ya kuwania urais. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu nchini Tanzania imeendelea hii leo, ambapo Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imetupilia mbali pingamizi lake alilowasilisha mnamo Septemba 8 mwaka huu, akihoji endapo mahakama hiyo ina mamlaka ya kusikiliza kesi ya uhaini. Mwandishi wa BBC Frank Mavura alihudhuria mahakamani hapo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mapema leo Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam imetupilia mbali mapingamizi yote yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Akizungumza baada ya uamuzi huo, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema kuwa chama hicho kinapitia katika changamoto nyingi, lakini kimejidhatiti kutorudi nyuma katika kudai haki na kulinda demokrasia nchini. Kwa sababu hizi zinatusababisha wanachadema tupambane zaidi kuondoa huu mfumo mbovu ambao unaathiri watu wengi sana. Tunataka kupambana zaidi sasa kuelekea kwenye katiba ili tubadilishe mfumo wa upatikanaji wa majaji. Tuwe na majaji huru ambao wanaweza kuamua mambo bila pressure. Majaji huru, mahakama huru, vyombo vya dola huru, polisi inaweza kujisimamia. Upate nafasi based on merit, uwezo wako. Na hayo ndio mapambano tunayoelekea huko mbele. Mapambano ya katiba mpya, na tutashinda. Nimeona mtu mmoja wa serikali anasema sijui kuna watu wanaleta picha sijui zinaonekana Nepal na nchi nyingine. Watu wanafikia pale walipofikia vijana wa Nepal baada ya kuona haki haitendeki mahakamani, haki haitendeki polisi. Wananchi wanachukua hatua kwa sababu wao ndio wenye nguvu zaidi kuliko watu, kuliko mahakama, kuliko kila kitu. Hao waliojificha kwenye kivuli na kuyaratibu haya mambo, ipo siku wataaibika sana. Kwa hiyo kaka yangu Tundu Lissu yana mwisho haya na yatafika mwisho na mambo yataendelea. Katika hali isiyotarajiwa, nje ya mahakama kulitokea mvutano mkubwa kati ya wanachama wa Chadema na jeshi la polisi, hali iliyozua taharuki kwa muda. Mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani alitoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo. Baadhi ya maafisa wa maaskari wamemshambulia na kumdhuru wakiwa ndani ya viunga vya mahakama mwenyekiti wetu wa Bavicha Mheshimiwa Deodatus Mainyila, lakini vile vile ni wakili wa Mahakama Kuu ambaye hapa ni afisa wa mahakama, lakini tatu vile vile ana cheo chake na ni kiongozi wa kitaifa wa Chadema ambaye ni mwenyekiti wa vijana na mjumbe wa kamati kuu wa Chadema. Chadema hawajawahi kuwa na shida na kuhudhuria kesi hii wala kuchochea vurugu au kusababisha vurugu mahakamani. Kwa hiyo tunalaani kwa kitendo cha asubuhi kilichotokea na baadhi ya wanachama wetu ambao wamekamatwa nje ya viunga vya mahakama. Tunalitaka jeshi la polisi kuachia wale watu waliokamatwa wakiwa kwenye kesi ya kufuatilia mwenyekiti wetu na shauri linaloendelea mahakamani. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kasoro au upungufu mkubwa katika ile hati ya mashtaka na